Kitu kingine ambacho kimejitokeza kwa baadhi ya vijana walionisikiliza, hususan wale wenye utaratibu au wanaojipanga kuwa na kitu kinachoitwa gospel economics, ambao kwa sasa hivi wanafanya testing ya utaratibu watakavyowafikia waumini wa madhehebu mbalimbali, ni kwamba Credit Reference Bureau naendelea pale nilipoachia mwanzoni, husaidia vijana wasio na dhamana, kwa sababu imekuwa historia kwamba vijana walio wengi wamekuwa wakilalamika hawana dhamana wanapoenda kukopa mikopo mbalimbali ya ngazi mbalimbali kutoka taasisi mbalimbali. Lakini hii Credit Reference Bureau inaweza ikatumika kama njia mojawapo ya kukupa dhamana. Kitu cha 8, nilikuwa nimalizia 6, 7, cha 8, hupunguza mikopo hewa na ya udanganyifu. Kwa sababu ukiwa taarifa zako ziko kule, huwezi kuwa na mikopo hewa na huwezi kuwa na unadanganya tu kwa sababu una ujanja. Kwa sababu mfumo unaendeshwa na mfumo ambao unaaminika. Lakini cha 9, Credit Reference Bureau hutoa haki kujua na kurekebisha taarifa zako, kwa sababu unaweza kukawa ulikopa ukarejesha, ukataka kukopa sehemu nyingine ukanyimwa mkopo, na unapoomba report na taarifa yako kutoka na taasisi zinazotoa hizi huduma ya Credit Reference Bureau, unaweza ukakubaliana nao na ukarekebisha taarifa zako na zikawa sahihi ili uweze kuendelea kukopesheka. Na kitu ambacho napenda nisisitize ni kwamba Credit Reference Bureau, naomba ieleweke, sio adui wa kijana, bali ni nyenzo ya kujenga maisha bora ya kifedha ya kijana. Kwa hiyo vijana, itumieni. Na cha msingi ni kwamba rekodi yako ya Credit Reference Bureau ya leo ni ufunguo wa mkopo wako kesho kama kijana. Hivyo nitaendelea kutoa elimu hii ili kwa pamoja na sisi kaka zenu ambao tumepata bahati ya kufika hapa tulipo kwa kujifunza kutoka kwa waliotutangulia, tuendelee kupeana taarifa na mbinu mbadala za kuwafanya vijana mjione, mjitambue na muone umuhimu wenu kama nguzo kuu ya uchumi wa taifa, kwa kuanzia na uchumi wako mmoja wako mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri yule ndugu alionitafuta wa gospel economics, kwa kupitia ujumbe huu utakuwa nimejibu kwa 99% maswali yako ulioniuliza kuhusu umuhimu wa Credit Reference Bureau na ni kwa namna gani vijana wanaweza wakautumia, na hasa wale wasioujua wajaribu kutafuta taarifa huu mfumo unafanyaje. Labda baadaye nitakuja kuzungumza ni kwa namna gani Credit Reference Bureau inafanya na inajikuta ina taarifa zako ambazo zinatumika kukupima kama wewe unakopesheka, kama wewe ni mwaminifu, hususan kwenye masuala yanayohusiana na kifedha na yanayohusiana na mkopo. Msichoke kunisikiliza, nia ni njema, ni kujenga vijana tuwe na nguvu ya kuweza kuendesha maisha yetu kwa rasilimali zile ndogo tunazozipata, hususan kupitia mikopo inayopatikana kwenye taasisi za fedha. Asanteni.